Asubuhi ya tarehe 14 Agosti mwaka 1992, Masinde Muliro, mmoja wa viongozi na waanzilishi wa taifa la Kenya, alitua katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA baada ya ziara yake ughaibuni. Muda mchache tu baada ya kuwasili kwake alizirai na kuaga dunia papo hapo, huku ripoti ya matibabu kutoka kwa daktari wake wa kibinafsi ikidokeza kuwa Muliro alifariki kutokana na mshtuko wa moyo. Hizi ni kurasa za historia ndani ya Pekuzi TV Kenya, tukidadisi na kuchambua kurasa baada mwingine kuhusu maisha ya Masinde Muliro, kuanzia kuzaliwa, maisha yake ya kawaida na ya kisiasa hadi siku mauti yalipomkuta. Mimi ni Inshemela Samuel Ngovilo. Masinde Muliro alizaliwa tarehe 30 Juni mwaka 1922 katika kijiji cha Matili kilichoko Kimilili, kaunti ya Bungoma, magharibi mwa Kenya, katika jamii ya Waluya, kabila dogo la Wabukusu. Alizaliwa katika familia maskini ya wakulima wakati ambapo Kenya ilikuwa bado chini ya utawala wa kikoloni wa Uingereza, na watoto wa Kiafrika walikuwa na fursa chache sana za kupata elimu rasmi. Tangu akiwa mdogo, Muliro alionyesha akili ya hali ya juu, nidhamu na hamu kubwa ya kujifunza, sifa zilizotambuliwa na wamishonari waliokuwa wakiendesha shule chache zilizowahudumia Waafrika. Wazazi wake walithamini sana elimu na walimruhusu kuhudhuria shule za misheni, licha ya ukweli kwamba kufanya hivyo kulimaanisha kupoteza msaada wake katika kazi za nyumbani. Elimu yake ya awali alipata katika shule za misheni magharibi mwa Kenya kabla ya kujiunga na Friends School Kamusinga, mojawapo ya shule bora zaidi kwa Afrika wakati wa ukoloni. Kamusinga ilizalisha viongozi wengi wa baadaye wa taifa, na hapo ndipo vipaji vya uongozi na uwezo wa mjadala wa Muliro vilianza kujitokeza. Baadaye aliendelea na masomo yake nchini Afrika Kusini, ambako alifunguliwa macho kuhusu fikra pana za utaifa wa Kiafrika, mapambano ya watu weusi dhidi ya ukoloni na ubaguzi wa rangi. Elimu yake ya nje ilimjenga sana kisiasa na kumfanya amini katika mapambano ya kikatiba, mazungumzo na upinzani wa amani badala ya vurugu. Aliporejea nchini Kenya, Masinde Muliro alifanya kazi kwa muda mfupi kama mwalimu na afisa wa elimu, lakini siasa zilimvutia haraka, hasa wakati ambapo madai ya Afrika kujitawala yalizidi kushika kasi baada ya vita vya pili vya dunia. Katika kipindi hiki pia alianza maisha ya ndoa. Muliro alikuwa ameoa na alikuwa na watoto, ingawa aliweka maisha yake ya familia kuwa ya faragha sana na hakuwahi kuihusisha na siasa au masuala ya umma. Waliomfahamu kwa ukaribu walimwelezea kama mtu mtulivu, mwenye nidhamu, mcha Mungu na aliyethamini maisha ya kiasi na uongozi wa maadili. Nyumbani kwake palikuwa mahali pa ushauri ambapo wanasiasa wachanga walifika kutafuta hekima na mwelekeo. Muliro aliingia rasmi katika siasa miaka 1950, kipindi ambacho vyama vya siasa vya Waafrika vilikuwa vimewekewa vikwazo vikali na serikali ya kikoloni. Alijihusisha na siasa za uwakilishi wa Afrika na akachaguliwa kuwa mwanachama wa baraza la kutunga sheria LegCo, akiwa miongoni mwa sauti muhimu za Kiafrika zilizotetea mageuzi ya kikatiba, haki ya ardhi kwa Afrika na upanuzi wa elimu. Alijulikana kwa ufasaha wake wa hotuba, subira na uwezo wa kujadiliana kwa udhabiti, lakini kwa heshima na maafisa wa kikoloni. Tofauti na wanaharakati waliokuwa wakipendelea misimamo mikali, Muliro aliamini Kenya ingeweza kufikia uhuru kupitia shinikizo la kisiasa lililoandaliwa vizuri na mazungumzo ya kikatiba. Kenya ilipokaribia uhuru mwanzoni mwa miaka 1960, Muliro alikuwa miongoni mwa waanzilishi wakuu wa Kenya Africa Democratic Union KADU. KADU iliundwa hasa na viongozi kutoka jamii ndogo ndogo waliokuwa na hofu ya kutawaliwa kisiasa makabila makubwa baada ya uhuru. Muliro, kwa kushirikiana na viongozi kama Ronald Ngala na Daniel Arap Moi, alitetea mfumo wa serikali ya shirikisho majimbo ili kulinda maslahi ya maeneo na kuzuia kutengwa kisiasa. Muliro aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa KADU na hivyo kuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika kipindi cha kuelekea uhuru. Wakati wa mazungumzo ya uhuru huko London, mikutano ya Lancaster House, Muliro alichukua jukumu muhimu katika kuunda misingi ya katiba ya awali ya Kenya. Alisisitiza kuwepo kwa ulinzi wa haki za makundi madogo, uhuru wa mahakama na mamlaka ya maeneo. Hata hivyo, baada ya uhuru mwaka 1963, shinikizo la kisiasa na kampeni za umoja wa kitaifa zilisababisha KADU kujivunja mwaka 1964 na Muliro akaingia KANU, chama tawala chini ya Rais Jomo Kenyatta.
Hii ni sehemu ya kwanza ya kurasa za historia ndani ya Pekuzi TV Kenya kuhusiana na maisha ya Masinde Muliro. Usikose kuungana nami katika sehemu ya pili ni kudadavulia yaliyojiri baada ya Kenya kujipatia uhuru mwaka 1963 hadi mauti yalipompata Masinde Muliro. Mimi ni Inshemela Samuel Ngovilo.